Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtumishi wa Mungu, karibu katika sehemu ya pili ambayo tunaendelea na somo letu ambalo ni maombi yanayoshughulika na vita ya toka tumboni. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya sehemu yetu ya kwanza. Karibu tena katika sehemu hii, na ninaamini ya kwamba Mungu atakwenda kusema nawe kwa namna ya kipekee. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye anapokea ujumbe huu sasa. Ninakusihi ujumbe huu ukawe ni ujumbe wa kukomboa maisha yake, kumfungua na kumpeleka kwenye hatima yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, tunaendelea na siku ya leo tunakwenda kuzungumzia jinsi nafsi yako inaweza ikachukiwa na ikasababisha maangamizi makubwa katika maisha ya mtu tangu tumboni. Na ninaomba tuangalie andiko hili na litakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ezekieli 16 ule mstari wa 4a na ule mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, mstari wa 5, hapana jicho lililokurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo, kwa kukurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Mpendwa mtumishi wa Mungu, natamani nizungumze na wewe kwamba katika maandiko niliyosoma kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni habari ya siku uliozaliwa, lakini jambo la pili ni mambo yaliyotokea siku uliozaliwa, yani katika kuzaliwa kwako. Anazungumza mambo ya namna hii, anasema hapana jicho lililokurumia, anasema ulitupwa nje uwandani, na hii ndio roho ya kukataliwa. Anasema nafsi yako ilichukiwa. Sasa kumbuka mpendwa, kuna sababu ya kuangalia katika majira ambayo ulizaliwa, ni watu gani walikuzunguka, walikupokeaje? Ulipokelewa kwa neema ama ulipokelewa kwa vita? Naomba niliweke jambo hili vizuri. Kuna watu ambao walipozaliwa, hata kabla ya kuzaliwa, watu walikuwa na furaha ya kupokea labda mtoto anayekwenda kuzaliwa. Lakini kuna watu wengine walipobeba ujauzito walichukiwa, kwa sababu yawezekana walibeba ujauzito katika hali ambayo watu hawakutarajia. Pengine huyu mtu hakuingia kwenye ndoa, pengine huyu mtu alikuwa na tabia ambazo hata familia, hata jamii ilikuwa imezungumza naye ya kwamba kwa mwenendo huu sio vizuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Sasa linapokuja ni swala la kubeba mimba, hapo unakuta tena watu ndio kabisa wanakuwa kinyume na huyu mtu. Sasa watu wengi walipoona hali hii hawakujua nini cha kufanya, wakaendelea tu. Sasa anayekuja kuzaliwa ndiye anakutana na jambo la namna hii ya kwamba kumbe nafsi yake ilichukiwa, hakuna aliyekuwa upande wake. Anasema siku ile uliozaliwa nafsi yako ilichukiwa, tena hakuna mtu ambaye alikuangalia kwa kukurumia. Kwa hiyo unaweza ukawa leo hii hakuna mtu anakaa upande wako, hakuna mtu anakupenda, unasema watu wameniloga, nina mkosi. Jaribu kutulia mpendwa na kuangalia mazingira ya tangu kuzaliwa kwako yamekaje. Nataka nikwambie maombi tunayokwenda kuomba hapa ni maombi ambayo yatakutoa kwenye hilo kongwa, yatakutoa kwenye huo uharibifu. Na mimi naamini yuko mtu mmoja anaenda kupona mali hapa katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Sasa kama kuna msiba unatesa watu leo hii, kama kuna kongwa ambalo linatesa watu kwenye kipindi hiki, ni jinsi watu wanamtafuta Mungu kwa bidii lakini bado wamefungwa. Angalia watu wengi wanavyotoka, watu wanakwenda kwenye makongamano, watu wanakwenda kwenye ibada, watu wanakwenda kwenye mikesha, watu wanakwenda kwenye warsha mbalimbali, watu wanakwenda kwenye maombi. Lakini hebu angalia mpendwa, katika huku kumtafuta Mungu, angalia jinsi kiwango cha kumwona Mungu kimekuwa ni kidogo. Na hili ni kongwa, hili ni pito. Na ndio maana katika hili somo litakwenda kukusaidia
ili uweze kuvuka, ili uweze kwenda viwango vingine, na Mungu akubariki. Unapoendelea kunisikiliza, kuna kitu kitatokea. Kwa hiyo watu mioyo yao na nafsi zao zinachuruzika machozi yasiyoisha na hawajui wafanye nini. Na msiba mkubwa ni huu. Jambo la kwanza, unasoma upati kazi, na ukipata kazi, hiyo kazi ni ya mateso haujawahi ona. Kwamba ni kweli nimesoma, lakini kwa nini siendi hatua ya pili? Kwa nini siendi viwango vya pili? Kuna mtu nilimwambia kitu cha namna hii. Ikiwa Mungu anakupa cheti cha certificate au diploma, manake kwenye ulimwengu wa roho na nafasi yako iko hapo hapo. Sasa kama kuna vita inatembea na maisha yako, ndio hutaona kupenya kabisa. Na kuna mtu mmoja nazungumza naye, ananiambia mmoja wapo ni mimi. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna vitu vikubwa umefanya, lakini huoni matokeo. Unajua tu kuna namna nimeshikiliwa mahali. Mungu akakusaidia siku ya leo. Kuna roho ya kuchukiwa na kutengwa bila sababu. Yaani watu wanakuchukia tu, watu wanakutenga tu, hata uende wapi. Ukienda shule wanakuchukia, ukimaliza ukienda chuo wanakuchukia, umepangwa kwenye ofisi wanakuchukia, hata katika ibada umeenda mahali, yani kila ukiingia mahali, ile roho ya kukataliwa, ile roho ya kuchukiwa inaambatana na wewe. Na kwenda kukuombea siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie. Kuna mahali umetengwa, kuna mahali kabisa huna mpenyo, kuna mahali watu wamekukataa, lakini huko mkono wa Bwana unaoweza kwenda kukutoa kwenye hilo kongwa katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuambie tena kitu cha namna hii. Kuna mtu mmoja anasema hivi, na mahusiano lakini hayafiki mbali. Yaani unaanza mahusiano vizuri na unasema kabisa, mtumishi na mbariki Bwana, nimeanza mahusiano mazuri, na kama ni ya kindoa unaweza ukasema ngoja nijiandae, ndoa yangu ni kesho kutwa, ndoa yangu ni baada ya miezi 6, miezi 7, lakini ghafla unashangaa tayari umeshachumbiwa mara 1, mara 2, mara 3. Hakuna mtu anakuja kwa upande wako. Inafika mahali unajichukia, unajikataa. Ni kwa sababu ipi? Kuna vita, kuna namna nafsi yako imechukiwa toka tumboni, na ukija kufuatilia utakuta mambo haya yanaambatana na wewe kila hatua zako za maisha. Kuna mtu mwingine ukimrudisha nyuma kipindi cha shule ya msingi, atakwambia nilikuwa nachukiwa. Wakati mwingine watu wanasingizia pengine nimeiba na mimi sijaiba. Wengine wanasema pengine watu walipigwa, wametoroka shule, mimi nikapigwa lakini sijai kutoroka. Wengine wanasingiziwa kuna kitu kimeharibika, wanasema ni fulani, na wengine hata mzazi amelipa ili mambo yaende sawa. Lakini unakumbuka sio wewe, ila tu kila unapokaa watu wanakuchukia, wanataka wajitenge na wewe, lakini Mungu ataenda kukuponya leo. Kuna kipindi ambacho unazaa mtoto wako mzuri kabisa, unamfundisha na unampeleka nyumba ya ibada, lakini sasa subiri, wakati anaenda shule hakubaliki popote, hakubaliki. Yani hata umhamishe uende shule, mtu anasoma kwa mateso mpaka anajichukia mwenyewe. Ukishaona hizi ujue ni dalili za vita yatoka tumboni. Pengine unajenga nyumba yako nzuri mahali na unakaa mpendwa, lakini siku 2 mara unaambiwa kiwanja hiki labda ni mali ya serikali, kiwanja hiki uliuziwa, we ni mtu wa pili, kina mwenyewe ni chawizi. Yani unashangaa mali ulipo watu wanataka hata uhame, watu hajakasa, mara wamekuja wamebomoa, mara umerudi kule kule ambapo ulikuwa unapanga. Unajiuliza ni kwa nini? Nimepambana miaka nenda rudi, nimepambana kwenye maisha yangu ili nione mpenyo, lakini kila unapofika mahali ukakaa, kuna namna tu vita inainuka. Jaribu kuangalia maisha yako, nini kinatembea, nini kinafanya kazi. Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Na kipindi unasema ngoja hata niondoke niende nje ya nchi, na unaondoka kabisa, unaenda ukijua kabisa nikifika nje ya nchi
na kwenda kufanikiwa, ghafla vita inainuka, vita mbaya, vita ambayo haieleweki. Unafika mahali mpaka unasema ni nini? Kuna watu wametoka kwenye nchi zao wakaenda nchi nyingine, wameenda kuishia kulala chini ya madaraja, wengine wamefia huko, wengine wamekuwa ombaomba, wengine wakachanganyikiwa wakawa vichaa kwa sababu ya maisha kuharibika. Lakini kuna mtu ambaye ametoka akaenda nje ya nchi, alipofika kule akamiliki na kutawala. Mpendwa, nafsi yako ikoje? Wewe ni mtu uliyechukiwa toka tumboni, ama ni mtu ambaye umefika mahali unauona mkono wa Mungu kwenye maisha yako? Mungu akusaidie wakati tunaendelea na hili somo. Wakati unajitahidi kutenda mema, yani unajitahidi, unatendea watu mema, hakuna mtu anaona wema wako. Unawatendea watu wengi mema, unasaidia, unasomesha, unafika mahali unasaidia mtu aingie kwenye ndoa, unapambana apate kazi, unapambana amiliki, unafika mahali unatoa nguvu zako zote, akili zako zote kwa ajili ya mtu fulani. Lakini ghafla unashangaa hakuna hata mmoja anakumbuka wema wako. Kila mmoja mpaka yule uliyemsaidia anakuja kukutamka mabaya. Nini? Hii ni vita ambayo ikiwa upande wako utapita kwenye vipindi vya machozi na maumivu. Nataka nikuombee hii vita ikuachie katika jina la Yesu Kristo. Kuna kipindi unajikuta wewe mwenyewe huna amani, yani unafika mali unajichukia na hujui nini. Yani ukiamka huna amani, ukitembea huna amani, ukikaa huna amani, yani upo tu, yani upo tu. Lakini nataka nikwambie mpendwa, neema ya Mungu ikusaidie, neema ya Mungu ikusaidie kwamba yawezekana hii ni vita mbaya ambayo iko na maisha yako. Kuna mali ambapo unakuta kabisa hujielewi, upate pesa usipate pesa, yani ukikaa tu unajichukia mwenyewe. Lakini mpendwa, hii ni ishara ya kwamba kuna vita inatembea na maisha yako. Niko mahali hapa kuomba na mtu mmoja, niko mahali hapa kuomba na wewe, niko mahali hapa ili Mungu akusaidie utoke katika hiyo vita. Sasa inafika mahali mtu anakata tamaa, unasikia mtu ameanza kujiua, mtu ameanza labda kufanya vitu vibaya, mtu anaingia mpaka kwenye hatua za kutendea watu vibaya kwa sababu amejikataa. Amefika mahali nafsi yake haina tena maana kwenye maisha yake. Kwa hiyo tujifunze maswali haya, na ni maswali ambayo nataka tu niasome, alafu jiulize mpendwa, je, mimi niko hapa? Swali la kwanza, kukua kwako mara baada ya kujitambua unaelewa nini? Hebu jaribu kukaa na kufikiri kwamba kukua kwako mara baada ya kujitambua. Ni kweli ulizaliwa, lakini kulikuwa na majira ambayo hujitambui, lakini pale ulipojitambua mpaka sahi, nini ambacho unakielewa juu ya maisha yako? Jambo la pili, ni mambo gani uliyakuta katika familia ambayo yamekuumiza? Yani kuna mtu ambaye akizaliwa anakuwa, kuna vitu anakuja kugundua, mbona hiki si sawa, mbona hiki si sawa. Kwa unajua kabisa shida hii inaambatana na sisi. Mungu akusaidie. Jambo la tatu, ulipoa au kuolewa, ulipokelewaje kwenye familia? Pengine umeoa, watu walikuambiaje? Au umeolewa, ulipoingia kwenye huo mchi, watu walikupokeaje? Kwa hiyo nafsi yako inaweza ikavaa ile nguvu ya kuto kuona huruma, au ukakataliwa kabisa na ukashangaa kizazi kinachokuja kuendelea kimekuwa ni kibaya mwanzo mwisho. Namba 4, ulipopata mimba, pengine wewe ni mwanamke, wewe mwenyewe ulipokeaje? Na mume wako pia alipokeaje? Nazungumza na mwanamke mmoja aliyeko mahali hapa. Yani ni kweli umebeba ujauzito. Kuna watu wengine uliposema tu nimebeba ujauzito, na zawadi ukaletewa na kukumbatiwa na kupendwa, na kila siku zawadi, baba anawahi nyumbani, hataki kukaa mbali, anasema mwanangu, anazungumza naye, na wewe unajisikia vizuri, yani mpaka unatamani usizae, yani uendelee kupendwa tu katika kipindi cha mimba. Kuna mtu mwingine alipobeba hiyo mimba,
Baba anasema sikuwa tayari kwa ajili ya mtoto, kwa hiyo chukua fedha katoe mimba. Mama anasema sitoi mimba yangu. Baba anasema huyo mtoto nitamtumbua kwa kisu huko tumboni, nitakuwa pamoja na mtoto. Ghafla mtoto anavaa ile kuchukiwa, kukataliwa. Huyu mtoto anaweza akazaliwa ana sura nzuri sana, huyu mtoto anaweza akaonekana anafaa sana, lakini kipindi atakapokuja kuwa mkubwa, unashangaa na uzuri wote hakuna kinachokubalika. Nini? Vita yatoka tumboni. Sasa namba 5, swali la kujiuliza, ni maneno gani unayakumbuka uliotamkiwa na yale maneno yakakuvaa katika maisha yako? Yaani maneno tu yanakuvaa. Yaani kuna maneno yalitamkwa kwako na unashangaa maisha yako toka umesikia hilo neno. Pengine ulikuwa hata sekondari au shule ya msingi, lakini leo hii umeingia na kwenye ndoa na watoto umezaa, lakini unaona tu kama lile jambo yani ni kama linatembea na maisha, na usipoangalia unakuta limevaa tena na mtoto wako. Ni nini ambacho unakumbuka? Ukijiuliza utajua mpendwa. Lakini swali la 6, kazini, ofisini, kwenye biashara au shuleni au chuoni, ni matamko gani yamesemwa juu yako ya kufanana? Yaani unashangaa kuna neno niliongewa ukiwa shule ya msingi, unakuja kufika chuo linaongewa tena, unakuja kuingia kwenye ndoa linaongelewa tena. Unashangaa tu umeingia kazini na hilo neno bado linatamkwa. Unashangaa ili neno ni kama limekuvaa lakini halijabeba baraka. Nataka nikwambie kitu cha namna hii. Mungu akusaidie. Ukilijua hilo neno, ukaingia kwenye maombi ukalifuta, unauona mkono wa Bwana kwa namna ya kipekee. Swali ambalo nimekupa ni swali la wewe kufunguliwa. Sasa tumia damu ya Yesu ili kuomba ukombozi. Petro wa kwanza ile sura ya 1 mstari wa 18 na wa 19. Maandiko yanasema hivi: nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yani ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu unakombolewa. Kwa damu ya Yesu nafsi yako iliyochukiwa, nafsi yako iliyokataliwa, nafsi yako ambayo haikubaliki mali popote, damu ya Yesu ina uwezo wa kukukomboa. Na mimi nataka nikuombee katika jina la Yesu Kristo, na napoomba maombi haya, mkono hodari wa Mungu aliye hai ukakusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, niko mbele zako tena kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa ajili ya mkono wako ulio hodari kuponya. Asante kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia kwa mtumishi wako huyu. Ninaomba damu yako ya thamani ikapenye kwenye maisha yake. Ikiwa Bwana kuna njia iletayo majuto kwenye maisha yake mwenyewe, kwenye familia yake, ya kwamba roho ya kukataliwa, roho ya kuchukiwa, roho ya kutengwa iko na maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo tunapenda kuomba Bwana ya kwamba ukabatilishe kila vita, ukabatilishe kila nguvu, kila roho ya kuchukiwa katika jina la Yesu Kristo. Roho yoyote ambayo imesababisha watu kulia, imesababisha watu kuteseka, imesababisha watu kutoa machozi, watu kuzunika na nafsi zao kujeruhika, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu ninakusihi kwamba hiyo vita ikakome. Hiyo madhabahu inayosimamia hilo jambo, kwa jina la Yesu Kristo ikavunjike. Kiti cha enzi cha utawala wa adui kinachosimamia maisha ya huyu mtu, roho yoyote ya kufuatilia, tunakwenda kuivunja na kuing'oa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tunaomba majira mapya, tunaomba kibali kipya, tunaomba Mungu liye hai ya kwamba jambo jipya likazaliwe kwa huyu mtu, na pale ambapo Bwana alitengwa, alikataliwa, ninaomba damu yako ikamrejeshe. Wewe ni Mungu wa urejesho, akapokee katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini, amen. Naitwa Jacob Emmanuel Mlawi. Karibu tena katika sehemu yetu ya 3, na somo hili linaendelea. Kadri tunavyoendelea kujifunza ndivyo unavyozidi kufunguliwa, na Mungu akubariki. Amen.